Ndugu mpenzi msikilizaji wa Tuongee TV, na niko hapa leo kuwajuza kitu muhimu sana ambacho watu wengi hawakizingatii wakati wanatuma maombi. Maana maombi mengi ya jeshi huwa yanahitaji utume kwa njia ya posta, umenielewa? Sasa watu wengi huwa wanashindwa kuingia gharama au wanapuuzia kitu kimoja. Wakifika posta, kuna njia mbili za kutuma maombi. Ukifika posta, kuna njia ya EMS. Hiyo njia lazima ulipie pesa rafiki yangu. Alafu kuna njia ya kawaida ambayo haulipii pesa. Sasa naomba nitofautishe hizi njia mbili ambazo watu wengi sana wanakosea, ambapo wanaenda kutuma maombi posta, hususan maombi ya jeshi. Maana jeshi mara nyingi linapenda sana kutumia njia ya posta kutuma maombi yao. Unaandika barua, unambatanisha vyeti vyako, unambatanisha kila kitu ambacho wamehitaji, alafu unaweka kwenye bahasha, unaandika sanduku la posta. Ile barua inapoenda sasa, unapopeleka posta, kuna njia mbili. Wengi huwa hawaulizi, wanafika tu wanawapa barua kwamba barua inatakiwa ifike sehemu fulani basi, na yule wa posta anaipokea. Lakini kwa wale waelewa wanajua kwamba huwa kuna njia mbili za kutuma maombi, njia ya EMS alafu na njia ya kawaida. Sasa njia ya EMS ni ile unaolipia, kama sikosei huwa wanalipia shilingi 15,000 kama sikosei. Alafu njia ya kawaida ni bure, hawalipii kitu kama hicho. Kwa maana hiyo sasa, utofauti wa hizi njia mbili, unapolipia na usipolipia. Ukichukua njia ya EMS kwamba barua itafika kwa wakati sahihi, alafu huwa zina vipaumbele. Barua za EMS huwa zinapelekwa moja kwa moja kwenye ile ofisi husika. Umenielewa? Ofisi husika ambapo barua ilitakiwa kufika, wanafikisha kwenye ofisi yenyewe. Lakini hii ya kutuma kawaida huwa inaenda kwenye sanduku ambalo mpaka mtu aseme nikachukue barua kule. Umenielewa? Ndio tofauti hiyo. Kwa maana barua huwa hazichanganywi rafiki yangu. Kwa kuna muda mwingine unapofanya maombi, jitahidi angalau una riski pesa yako ili mradi upate kitu. Ukihurumia pesa basi itakuwa ngumu kufanikiwa rafiki yangu. Kwa hiyo hii ni issue ambayo watu wengi huwa hatuifikirii kiundani. Wengi tunafika posta, tunatoa tu, tunaona kwamba nitoe 15,000 inakuwa ngumu. Lakini rafiki yangu utofauti wake ni kama huo, kwamba ukituma kwa njia ya kawaida ni mpaka mtu akazichukue, lakini ile EMS mara nyingi inafikisha hadi kituo husika. Umenielewa? Kwamba hizi zinatakiwa zimfikie fulani basi wanafikisha. Barua zile huwa hazichanganywi rafiki yangu. Kwa hiyo ndio iko hivyo. Ndio maana huo ukilipia wanagonga muhuri wanapiga stamp pale, wanagonga muhuri wao kwamba hii inatakiwa iende kwa EMS, na inaenda inafika haraka hata kabla ya muda kuisha. Lakini barua ya kawaida mpaka ruti wachukue ile barua labda after 1 week ndio ifike, kwa hiyo inakuwa inachelewa kufika. Kwa hiyo siku nyingine kazi zikitoka, ajira zitatoka soon, kwa hiyo tujiandae kwa hicho kitu, tuwe wepesi kufanya vitu vyetu. Hii ni Tuongee TV, ndio habari ya mjini. Chao.